Na target kubwa ya Alliance Day ni kukusanya master wote wa Alliance ambao walicheza Alliance. Kama kina Novatus Mirosh, kama mnafahamu alicheza Alliance, Novatus Dismas. Na alikuwa goalkeeper wakati ukaja Alliance. Labda ni wapeni tu, alikuwa goalkeeper. Tunamwita shift kwenda kwenye. Yaani yule dogo ndio maana naambia maisha bwana. Usiangalie mtu kaangaika vipi. Yule dogo alipokuja kwa goalkeeper akaja kucheza beki ya pembeni, ya kulia, ya kushoto, akaja midfield, akacheza namba zote. Baadaye kuna misunderstanding ilitokea. Akawa nafikiri alipata matatizo kidogo ya kinidhamu. Akaondoka karudi kwa Arusha, akaja kaibukia Azam. Na watu wengi wanamuona kutokea Azam. Baada ya Azam akaja ya kucheza kwa mkopo biashara United Mara. Ndipo star walipoanzia Novatus Dismas Mirosh. Ndio safari yake kaanzia kwenda Israeli, Maccabi Tel Aviv. Israeli, baadaye tukamwona Ukraine. Na mpaka dakika hii yuko Ukraine, lakini mikono ya marehemu James Marabu Uturuki. Yuko Ukraine. Ukraine baada kaenda Uturuki. Lakini Ukraine ndiko anakocheza. Ndio ambao walikuwa nao yule mtoto. Kwa hiyo mikono ya Bwile ndio ikomtoa. Sasa tukasema lazima tuchukue cha wachezaji wengi. Bahati nzuri mimi nimekuwa na Alliance wacheze ligi yote kama nilivyokuambia. Wakati wake na Atlas Nehemia Mdam, si kama mnamfahamu. Mchezaji mmoja kwa mkubwa sana yule mtoto. Kachezea mpaka timu ya taifa Tanzania kutoka Alliance. Na Hans Masud, Israel Patrick Mwenda, Geoffrey Kigi, Martin Kigi, Juma Nyangi, Dickson Isaac Kiambundo, Mapinduzi Balama Kipenseli. Na jina la Kipenseli nimempamie tukiwa Manyara Mboro, tukimsajili toka timu yetu Mtuvila City ya Iringa. Kwa mwaka 2015 mwezi wa pili kwenye ligi ya mabingwa mikoa uwanja wa Mwalimu Nyerere kule Mboro. Tulimsajili sisi kutokea Mtuvila tukamleta Alliance. Wakati huo tulikuwa tunatangaza mechi live kupitia Afya Radio. Afya Radio ilikuwa ndio radio pekee kanda ya Ziwa ikitangaza mechi zote. Tukiwa mimi na marehemu Kathleen Jaffet. Kwa nini Balama walimpa Kipenseli? Mimi nilimpa Kipenseli kwa sababu ya aina ya mpira wake alivyokuwa anacheza na alivyokuwa, unajua Balama tunafanana umbo mimi na yeye. Na nilimpa hilo jina baada ya kuona anayofanya na kuyaandika ni makubwa uwanjani kuliko umbo alilonalo. Ndio nikasema Kipenseli. Ukisema kwa nini kusema peni ya kawaida, kwa sababu peni ya kawaida ufutike, lakini Kipenseli kinachora na kufuta. Kwanza mimi natamani nikutana na Idi nitamwambia. Natamani kuiona Afya Radio irudi kwa radio kutangaza mipira. Tulikuwa kuna faida kubwa sana tulikuwa tunaipata sisi. Nakumbuka mechi yetu tumetangaza mechi yetu ya kwanza ilikuwa Toto Afrika dhidi ya Tanzania Prisons katika uwanja wa CCM Kirumba. Na Prisons mechi ilisha sare, nakumbuka vizuri hivyo. Kwa kuna Jingo, Emmanuel Sweeter, kuna Ratsos Mbogo, goalkeeper yule saizi alikuwa mwanafunzi wa sauti Ngwengwe. Kina Kimafi marehemu kafariki vijuzi. Kwa hiyo redio ilipata umaarufu mkubwa sana Makuruboi, na ilikuwa redio kubwa kanda ya Ziwa. Na ni kubwa mpaka dakika hiyo. Afya ndio kubwa. Kwa natamani kuona tukitangaza mpira. Natamani, lakini mambo ya uongozi wenu. Lakini mimi hapsi natamani kuona Afya Radio mkirudi kule. Kuna faida. Kwa hiyo kilichofanya tukutania wachezaji ni kwamba tuwalete sasa kwa pamoja waje kuyaenzi mambo alikuwa anataka marehemu yafanyike, lakini pili tuweze kuwafanya wana Mwanza waweze kuifahamu Alliance ile ambayo mimi nilikuwa nikiongea na waandishi wa habari. Ni kwa kuja kusambaza upendo misumari ya moto kuna action na chumvi ilikuwa inatokea uwanjani wa Magamba. Yaani nikwambia Alliance tunakufunga 3 tutakupiga 3. Ni timu ambayo ilikuwa imejimarisha. Kwa hiyo tuwaombe tu wana Mwanza tuunge mkono tarehe 9 mwezi wa 7 uwanja wa Nyamagana. Tutacheza na mechi ambayo naamini tutatangaza hivi karibuni. Nitafanya press conference back to back na nitawaalika sana Alliance. Na itakuwa ni mechi ambayo tunaamini kama club mapato tutakayopata tutaenda kuchangia kujenga viwanja vyetu kwa Alliance Football Club kwa ajili ya kufanya msimu ujao Alliance wakiwa wanacheza hii daraja la pili watumie viwanja vya Alliance. Na hawezi kutumia viwanja vya Alliance kama uwanja hujakarabatiwa. Kwa hiyo utapataje pesa? Ndio hii tumeandaa hiyo Alliance Day ambao tunaamini tutapata pesa ambayo tunaitaka. Target ya club chini ya manager Nelson Manga Bwile ni kupata walau milioni 100. Na tayari tushatafuta sponsor na mshukuru Mwenyezi Mungu tushapata. Tutakuja kufanya press conference ya kutambulisha sponsor hao na atakayeonyesha mchezo huu live. Unajua nikisema hivyo ndio mnajua. Wakati wote kutoka sasa nafikiri tutakuwa tunatangaza deal kwamba jamaa wamekubali kutangaza mechi zetu na kufanya promotion ikiwemo Afya Radio. Ni mapema sana tarehe 9 mwezi wa 7. Lakini nadhani kuanzia mwezi wa 5 mwishoni mmeanza. Ni kitu gani ambacho kimesababisha kuanza mapema? Kwa maisha ya kuishi tu mwezi wa 9 mwezi wa 7 ni mbali. Lakini kwa maisha ya kumfanya mwanamume mwenzio akupe pesa ni karibu Unajua unapoomba hela ya mtu mfukoni tena kuanzia milioni 30 50 mpaka 100 ni hela nyingi. Mimi mwenyewe nikiambiwa hapo mtu anaomba 10,000 nimtafutie mwisho wa mwezi za kama mtihani. Labda mpaka wanaofanya kazi waniingizie mshahara. Kwa hiyo lazima maandalizi yanze mapema na binadamu anataka kusikia kila kitu masikioni mara kwa mara. Ndio maana nyinyi mkawepo wana habari, ndio maana radio zikawepo, ndio maana magazeti yakawepo, ndio maana digital online zikawepo. Kwa hiyo mimi niwaombeni Afya Radio jambo hili tulibebe
na tulibebe kama la kwetu, tuhakikisha wanamwanza wanajaza pale uwanja wa Nyamagana, wafike kwa wingi waje waone, na msemaji wa club Simon anafanya kazi kubwa sana, mwenyekiti wa timu Nyetati Stefano, mkurugenzi wa Alliance Esther Matinde Bwire na meneja mwenyewe Nelson Manga. Kwa hiyo niombe wanamwanza na watu wengine pata kusikia sauti hii wajue kwamba tarehe 9 mwezi wa 7 wale mastaa wote wa Alliance kwa wanafahamu kama nilivyosema, na Dickson Isaac Ambundo, Mapinduzi Barama, Hans Masudi, Israel Patrick Mwenda, wakina Ladak Chasambi. Sijui kama unajua kama Chasambi kapitia Alliance. Sijui. Of course. Dogo kapitia Alliance ndio kaenda Mtibwa Sugar. Kwa wapo wachezaji wengi kina Morris Abraham yuko Sweden sasa hivi sasa. Wao ni wachezaji ambao Alliance tuliweza kwa groom wakiwa bado watu wadogo sana. Kwa hiyo tunaamini kwamba wote wakija kuunganika kwenye tamasha hilo tukacheza na hiyo timu ambayo tunasema itakuwa timu kubwa kwa kweli. Nafikiri mambo yatakuwa mazuri. Na kuna taarifa za chini ya carpet kwamba hata finali ya FA ni Mwanza. Si unajua? Of course. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya finali ile kuna kitu kitafanyika katika uwanja wa Nyamagana. Pengine labda watu wanataka kufahamu kuelekea hiyo Alliance Day, labda kutakuwa kuna burudani, labda wasanii before hiyo ambao burudani yenyewe ya mchezo ambao kirafiki utachezwa. Game yenyewe yani kwamba kutakuwa kuna mambo gani hot. Siku yenyewe lakini hapa katikati bado kuna kipengele ukiachana hizo press ambazo unafanya, kuna matukio gani either mtakuwa mnakutana na taasisi nyingine au kuna matukio kwenda somewhere kufanya nini? Ndio kama hivi nimekuja Afya Radio kupitia Dabui. Tunataka kufanya mambo mengi ikiwemo kufanya usafi kwenye hospitali, kujitolea hospitalini, ikiwemo kufanya usafi baadhi ya maeneo muhimu, lakini lingine kubwa ni kuhakikisha kwamba kama club tutaweza kuwa karibu na jamii. Mimi naomba pia nilifanue hili. Mimi sasa hizi sio msemaji wa Alliance. Naomba ieleweke. Mimi bwana nitaraji nishafunga ndoa na watu wengine ambao muda wote tutatangaza ndoa yetu. Na nafikiri kama nitarejea kwa jela kama nitakwenda kwa Mbeya City papo tusubiri, lakini mimi narudi kwenye kazi yangu ya usemaji. Ndio maana kuanzia mwezi wa 8 narejea kwenye kazi yangu ya usemaji. Ndio maana kuanzia pre-season mwezi wa 7 huu nitaanza kuunguruma kwenye timu nayoisemea. Mimi ni msemaji wa tukio maalum la Alliance Day. Hiyo mimi ndo na mamlaka nalo. Lakini mambo yanayohusu club ni jukumu la afisa habari Simon na uongozi mwingine. Although naifahamu Alliance kuliko, lakini nikuhakikishie tu kwamba tumeona tufanye mapema kama ulivyosema ili watu waje kwa wingi na matukio obvious yatakuwepo. Ukimwambia Mtanzania tutaimba kwaya asubuhi mpaka usiku, anaweza sije. Ukimwambia tutakuwa na vichekesho, tutakuwa kuna nini, anaweza akataka kuja kuona. Ambavyo unavifahamu kwa kifupi ambavyo vitakuwepo kwa kifupi, ambavyo vingine wanaendelea kuvifanya. Kwanza kutakuwa kuna jogging. Natamani sana jogging ya Afya Radio iwepo. Mimi natamani tuungane nao siku hiyo tufanye za Afya Radio zile tuvae. Lakini kutakuwa kuna match baina ya waandishi wa habari nafikiri na staff ya Alliance, nafikiri itakuwepo hiyo confirmed. Lakini itakuwa tuna maonesho pale uwanjani Nyamagana kwa ajili ya watoto wanaosoma Alliance kuonesha ujuzi wao pale Alliance ni wanachokipata. Lakini pia unavyojua Alliance kama nilivyosema imeanza kuwa ni muda mrefu ile shule. Kuna watu ambao kwa hivi sasa wanazungumza na wewe wanafanya biashara na ni wakubwa. Wanafanya China, watakuja kutuonesha namna kutupa connection kufanya biashara ya kimataifa kwenda China kuagiza mzigo na vitu kama hivyo. Lakini pia tuna watu ambao ni madaktari, watakuja maabara itahamia pale katika uwanja wa Nyamagana, watakuja kutuonesha maabara ikoje Nyamagana, wanafanyaje vitu kama hivyo. Lakini sio tu mambo ya hayo, mambo mengi. Unajua ngoja niwaambie kitu katika maisha yenu. Muombeeni sana Mungu awape connection. Wazi. Yaani katika maisha yenu ombeeni Mungu awape connection. Hebu jiulize, wewe ni raia lakini nimekuwa msemaji wa timu ya taasisi. Yaani Tanzania magereza ukiwa unazungumza maana yake unazungumza kwa niaba ya mkuu wa jeshi. Sasa jiulize, Mwafrango huyu mtoto wa Mwanza, raia wa Mwanza, lakini ilikuwaje akapata connection ya kwenda kuzungumzia Tanzania Prison Sports Club, wa jela, wazee pila Golide pila Kwata. Kuna Benjamin Dodi Asukile, Jumanne ni Mkaza Alifadhili, Salum Mashaka Kimenya, Rudi Sachona, Doto Shaban, Samson Mbangula, kina Deo. Yaani unajiuliza, yaani mwenyewe kati anaambiwa Mwafrango mkataba wa Prison Unit Temeka kidogo. Kwa sasa anaenda kuvaa na timu ya Gwanda. Kwa nini niwaambieni katika maisha yenu haya muombeeni Mungu awape connection. Na connection ni kupata mawasiliano na watu sahihi. Yaani ukitaka kuvuka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuwa mkubwa ni kupata connection. Kwa mimi nataka niwaambieni kupitia Alliance mtapata connection kubwa, kupitia Alliance mtafahamiana na Mwafrango kama hivi sasa, kupitia connection hii mtapata vitu vingi na nyinyi shangaa kutoka Afya Radio tunaanza kuwasikia radio kubwa au kwenda kwenye TV kubwa au kwenda wenyewe kwenda kusemea mpira, kwenda kusemea Stand United ya Shinyanga, kwenda kusemea Geita Gold. Ukishakuwa msemaji utashakuwa mtu mkubwa Tanzania. Mpaka sasa hivi confirmation tunafahamu ligi ziko off season na wachezaji wengi wa Alliance na wachezaji ambao bado ambao wamepita Alliance bado wanatumikia vilabu ya vilabu ligi haijakamilika. Mpaka sasa hivi ni wachezaji wangapi ambao washa confirm au bado hajatuma hizo request za wao kuwepo, kwa sababu hilo ni tukio lao. Mtoto wa mkatai baba. Yaani baba akishasema naumwa, michango ya watoto ni lazima kabla watu wengine. Kwa hiyo sisi tulivyotoa tangazo tulile kwamba tuna Alliance Day. Yaani sisi tunapokea mialiko.
yani tunapokea maombi. Nafikiri mpaka anasema tutawalaza wapi hapa? Yaani mpaka anasema sasa mtu kama Aisha Masaka yuko Brighton and Hove kule Uingereza atakuwepo ujue. Japo yuko Tanzania kwa hivi sasa. Yuko timu ya taifa wanawake. Aisha Mwinuka mcheza Simba watakuwa mcheza Alliance. Sio tu walitumikia wanaume mpaka wanaelekea Kasonga. Labda niwaambieni kitu kimoja. Nafikiri hii itakuwa ni ya kwenu na nyinyi mtakuwa mtakutana na watu. Ilikuwaje Alliance Girls ilianzishwa football club? Niwaambie exclusive. Wakati tunachukua na Alliance ipo, marehemu James Maro Bwile alikuwa mstahiki la Mwanza, na kabla hajawa hata kwenye siasa alitaka kuwa na timu ya riadha ambayo inatoka Alliance. Yes. Na hiyo riadha tukagroom watu wa kike. Kuna Sara Joel, kuna Esther Mabanza, Enekia Kasonga. Sika unaelewa? Ikawa na wanariadha wengi. Baadaye wakaenda mpaka kule kwa Bai walienda. Walivorudi tukasema kwa nini tuna timu ya kike? Tukasema hapa lazima tuache timu ya kike. Kwa kocha alikuwa aitwa Mike Owolwo T. Tukasema kwanza kuwafanya watoto watoke kucheza kukimbia riadha waje kwenye mpira wa miguu, kwa sababu kuna sasa ndo ajira ambayo imekuwa kubwa. Alliance ni miongoni mwa timu za kwanza za kike mkoa wa Mwanza, ukiondoa Mash Queens kipindi hicho TSC. Kwa sisi tukawafanya wachezaji kutoka kwenye riadha kuja kuwafanya kuwa watu wa mpira. Tukaanza kuwabadilisha kucheza mpira sasa. Ikaja kuwabadilisha wachezaji tukawapata wacheza mpira, ndio tukaanza kuongeza na wengine, tukamleta Maturanga yuko JK Tanzania, Aisha Mwinuka tukamtoa Tanga, Aliafikiri yuko JK Tanzania na wengine wengi. Na baadaye sasa wachezaji tukaja kucheza ligi, kupanda ligi ya mkoa, baadaye tukaja kupanda mpaka ligi ya kwanza wanawake. Unajua ilikuwa ni yani miezi 3-4 umeshapanda kipindi hicho. Sasa kwa process kubwa. Kwa hiyo ndo tukapandisha timu ya wanawake ambao mnaiona kwa hivi sasa. Lakini wale wote walikuwa wanariadha. Aisha Masaka sisi tumemchukua Arusha. Akija na timu ya Singida. Tukatio tunachezea uwanja wa General Lotaya. Kuwania timu kuja kupanda ligi kuu ya wanawake. Baada ya timu kupanda tukasema sisi tuna shule. Tukamleta Aisha Masaka akiwa si Aisha huyu mnayemwona ninyi. Aisha Goal Machine wewe. Kuja Alliance akiwa still yani bado hajui acheze position gani, anajitafuta. Kazi kubwa ya mwalimu Ezekiel Chobanka. Yani kazi kubwa sana niwaambieni, na mwenyekiti wa timu akiwa Yusuf Budodi, kama wake Kenya Kati Stefan. Tukiweza kumconvert yule mtoto kutoka kwa kucheza kawaida kuja kuwa star. Baadaye ikaja ofa ya Dar es Salaam Young Africans. Huwezi kukataa hela. Unaelewa? Kumuuza yule kwenda Yanga. Na ndio mchezaji pekee wa kike tuliomuuza sisi nafikiri kipindi hicho. Kwenda Yanga hatimaye ndo deal likawa linakuja kwenda nje baadaye anaenda Uingereza. Kwa hiyo yule huwezi kuambia kitu kuhusu Alliance akakataa. Unaelewa? Na Aisha Mwinuka pengine labda tunamtoa kwenye mashindano ya Miseta sisi. Hao watoto mashindano ya Miseta alifanyikia Nyamagebe Butimba kule. Tukakoma na ile mtoto tukamtoa Tanga tukamleta Mwanza. Lakini sisi tu kwa sababu ni anajua kucheza mpira. Tukasema utacheza na kusoma. Yaani falsafa ya Alliance ilikuwa cheza na kusoma. Ndio maana nilikuwa nakwambia mpira shule, mpira kitabu, lakini mpira vitu kama hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo maana yangu ni kwamba Alliance jamani imewatoa watu wengi sana. Kwa mimi kwa kishie kupitia Afya Radio. Master wote mnawafahamu mimi, mkiwemo ninyi master ninyi mtakuepo siku hiyo uwanjani. Na tuombe Mwenyezi Mungu kusiwe kuna mvua, tuombe Mwenyezi Mungu atupe uzima. Unajua kwa mwanadamu dakika 10 ni nyingi. Kwa mwanadamu dakika 1 ni nyingi katika maisha, si ndio? Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu tu wale waweze kuwepo, waweze kuwa wazima wa afya. Uongozi wa Alliance unafanya kazi kubwa, tutakuja. Na kama mnafahamu sasa Alliance wana host timu za daraja la kwanza za wanawake na tibeshaanza kuingia. Kwa maana yake pale pia watu watagroom watu wengine wengi. Kwa hiyo niwaambie kitu kimoja, tu support Alliance na itafanya vitu vingi. Na mimi mwenyewe nitakuja sana Afya Radio hapa nyumbani, nitakuja sana na siwezi kuja bila ruhusa yenu. Maana yake muda wenu mtakapokuwa mnatupa sitakuwa tunakuja, na nitawaleteni manager hapa shule za Alliance. Lakini waalike ile press conference yangu nikitoka Dar es Salaam, maana na press conference Dar es Salaam tarehe 10. Kwa hiyo kutoka Dar es Salaam na feed kufanya press conference nyingine Mwanza. Sasa hii itakayokuja hii itakuja na majibu ya main sponsor, itakuja na majibu ya mwenye haki kuonyesha game yenu. Itakuja na majibu ya nini kitafanyika kwa maana work plan. Unajua work plan ndo mchezo wenyewe. Kuja nao hapo. Kwa hiyo mimi niwaombeni Afya Radio, kama timu ipo, zamani tulikuwa tuna timu na jezi zetu zipo, kama bado ipo basi tuanze kuandaa walau niwatafutie ni mechi.